Shusa. Huyu naye kwa kisa mimi ex wake ndio bado ananikimbia mpaka sasa. Jamani. Nakuja sasa hivi hapo. Sawa. Hapa ndo nimefika pana mkaili hapa. Ya dakika chache itakuwa hapa. Nakupigia ni ngoje kidogo. Vipi mwanangu, mbona uko kasi sana, shida nini? Yaani wewe acha tu mwanangu. Yaani mimi kimeniuma. Kimekuuma nini sasa? Mimi nakutana na ex wangu huko mwanangu, wewe ikabidi nikimbie. Mwanangu acha. Yaani kimeniuma kidogo. Hapa nimebadilisha pia. Bwana nataka nikakutane na mchumba hivi. Bwana wewe, mimi mwenyewe pia nimekutana na ex. Hadi wewe kaniita nikaona huyu mduanzi. Nikabidi nifunge nikaendelea na safari. Leo basi tunanikosi. Hii ni mikosi. Hapa bwana kuna kamchongo nilikuwa naongea nako hapa ndo naenda ukacheki. Kumbe naona kamchongo. Mimi mwenyewe naenda kuonana na kamchumba. Basi kumbe zitamiuti baadaye. Tutajua. Haya, haina noma. Mbona kachelewa sana? Naona uko bizi na simu mwenyewe. Mbona umechelewa sana? Kwanza samahani mpenzi wangu, kwa sababu unajua majukumu ya kiusanii yananibana sana. Kwa kuna ngoma nilikuwa naiandika kwa sababu yangu, ndio maana nikachelewa kidogo, bila samahani. Sawa basi. Mama mwenyewe mama umechelewa kufika. Ni kweli. Naelewa mambo mengi. Tunaenda hapo. Tembee kidogo tunaelewa. Nataka kidogo tukizungula hapo gani kidogo au unasema sawa tu. Ungechoka kukaa nyuma. Nimechoka pia. Mimi pia natamani kuzulazula kidogo. Sema nakupenda kwa sababu nikikwambia tu tuonane uko chapu yani. Yaani kile kinanifanya na fulani sana. Kwanza mchumba ulikuwa unaenda kuonana naye? Na yeye ndio kitu ambacho ulikuwa unaenda kuonana naye. Yaani yeye nimetoka nimemkimbia mtu huko mwanangu. Kumbe ndio ulikuwa unaenda kuonana naye. Hiyo imeniuma. Yaani kama wewe imekuuma, yaani mimi hajaniuma hata kidogo, kwa sababu hapo hamna kazi hapo. Yaani hapo hamna kazi. Hapa hamna kazi. Kwanza wewe umepona mwanangu, uko salama. Wewe unajua chanzo mimi cha kumkimbia wewe leo. Kwani wewe unajua mimi chanzo cha kumkimbia huyu? Yaani hapo hamna mwanamke. Yaani hapo umeshajibebea magonjwa ya kutosha hapo. Sema wewe ujui tu. Ila sema kimeniuma kwa sababu wametuchanganya mimi na wewe ni marafiki. Sema nini mwanangu? Mimi ni marafiki afu hao wametuchanganya. Kwa hiyo unataka kuniambia wewe umetoka na yule basi? Na wewe kwa hiyo ulitoka na huyu? Sasa ulikosa nini kwangu mpaka ukatoka na huyu? Kabla yako. Huyo ni ex wangu huyo. Ndio maana nilikwambia muda ule nimemkimbia ndo huyo hapo. Sasa kumbe hili jao. Wewe mwanamke wewe. Wewe nashinda hadi cha kuongea. Kwa huyo hapa na maana na wewe ni ex wako. Huyu mimi mwenyewe ex wangu. Hii imeniuma bana. Sasa kama imekuuma sisi tunafanyaje? Yaani wewe umedate na huyu alafu unakuja tena kudate na mimi. Lakini Messi umedate na yule pale alafu unakuja kudate na mimi. Kwa hiyo nataka penzi liendelee au penzi lifanyaje? Sema mimi umeniuzi. Natokaje na rafiki yangu? Sasa inakuuma nini wakati yule alikuwa ni mtu wangu wa zamani tu jamani? Sasa yule ni rafiki yangu. Hapo angalia rafiki yangu mwenyewe anaenda kuchukua ex yangu. Hapo na mimi nachukua ulikuwa rafiki yangu ukaenda kutembea. Na mimi mwenyewe nilikuwa sijui kama ni zamani kabla yako. Hapo ile mwa zamani. Cha zamani wapi? Lakini mbona kwako mimi sio kama na hiyo? Sasa sasa utakuwa ni ujinga. Haiwezekani wewe umetoka na huyu na mimi nitoke naye. Alafu wewe mimi nimetoka na huyu na wewe utoke naye. Hiyo itakuwa jao mwanangu. Live J, mimi hapa sijakubali. Nisikilize sawa? Rudi kwa mpumbavu mwenzio. Na sasa wewe mwenyewe nisikilize, rudi kwa mpumbavu mwenzako. Siwezi kurudi tena kwa yule kichaa. Hata siwezi tena kurudi kwa yule.
Basi ondoka unakojua. Mimi hata mwenyewe nenda unakojua wewe mwenyewe. Maana mimi siwezi kubembeleza penzi la mtu asiye. Haya ondoka sasa. Kumbe tunabishana. Hapa mwanangu mimi mkataba ndio hii. Ile mimi kutoka. Hata kivipi? Ndio kama hiyo wewe rudi kwa jeji. Mimi siwezi kujana na yule kwa sababu yule pale wewe kwanza mimi simpendi mambo alionifanyia ni mambo. Au nipendi kilichosababisha uje kwangu ni nini? Wewe yeah. Wewe kama unabaki naye hivi ila mimi hapa siwezi kuendelea na hichi. Wewe mimi siwezi kubaki na hichi. Mimi nabaki na hichi wako mimi. Sasa hapo oa. Kwa hiyo kama watabaki wao wabaki wao. Mimi siwezi kutembea na mtu uliotembea naye. Mimi mwenyewe hiyo hapa imeniuma. Unamuona nani macho kama hayo? Nguruwe na niangalie. Nenda. Naenda. Nenda huko. Wewe nenda tu. Nenda. Kama wanaume wengine ni hapo peke yenu. Kubwa leo. Makubwa. Shoga yangu mimi kwa yule mwanaume. Nikuuliza naye kwa yule mwanaume leo nani? Shoga yangu. Kiukweli tumeyakanyaga. Yaani ukisikia kuyakanyaga ndo leo. Yaani tumeenda kupata passport, yani passport kupatika. Basi ndo hivyo shoga yangu. Yaani kama ni kuyakanyaga tumeshakanyaga. Kwanza mimi sikujua kama yule alikuwa ni ex wako. Bwana hata mimi sikujua. Ila ndo hivyo achana nao tukenyewe, yaani mtu mwenyewe kwanza yule malaya shoga yangu. Bwana tumeachana naye. Basi tuanze tu shoga yangu, maana siku yetu ya leo hii nakwambia, yani imeisha vibaya kabisa yani. Kutegemea kama itatokea. Unajua nini mwanangu? Yaani nimefikiria kinoma. Wala mademu tumewaacha jana. Lakini najua mimi yani yule demu wangu mimi nampenda kinoma. Japo yani najua mpaka sasa hivi itakuwa umepita naye. Ila natamani vile. Sema mwanangu. Unachokizungumza ni sahihi kabisa. Yaani yule mwanamke kwa jumla mimi pia bado nampenda. Licha ya kwamba wewe umetoka naye lakini yote sawa, lakini mimi naona kitu ambacho tukifanya kombe tusimame. Sasa tukiomba samahani itakuwaje? Maana mimi kujue kabisa mimi nilikuwa na demu wangu. Alafu na wewe ulikuwa na demu wangu. Kwa sasa tufanyaje? Maana mimi natamani nimrudie demu wangu yule bwana. Yule wa kwako yani basi tu ile tunaelewa. Ya, na ndio iko hivyo. Umeona? Kwa wewe ukamuombe yule mtu wako ambaye mimi nilikuwa natoka naye, ukamuombe samahani na mimi nikamuombe huyu ambaye wewe ulikuwa unatoka naye. Kwa sababu yule ndo mpenzi wangu mimi sasa hivi. Umeona, ambaye nimetoka naye mbali. Sema ndo kama hivyo mwanangu. Yaani yule mwanamke nampenda kina. Lakini sema hivyo tu tulikorofishana yani. Sema mimi ninapokuwa kimekuja kuniuma sasa nashangaa naona natoka naye. Sema bwana, mimi nadhani utatuelewa. Ukisema tujishushe tukaombe samahani, najua tu lazima utatuelewa. Kwa hiyo wewe nenda kaongea naye na mimi ngoja nimtafute kwa muda wangu niongee naye. Sema itakuwa nzuri, ila kama watakubali, yani kama mimi yule atakubali kurudi kwangu. Mimi nitakachofanya tu. Kwa sababu mimi na wewe ni marafiki. Tutawafanya nao wao marafiki. Hapo mambo mengine yaendelee. Sahihi kabisa. Mimi nadhani pia wao watakuwa marafiki kwa sababu nikikumbuka ile juzi tulivyoachana tu pale walibaki wawili. Ya, wao walibaki wawili na mimi mazungumzo nilivyokuwa na watazama wakizungumza ni kwamba wanaelewana. Alafu naonekana kwanza wanaelewana. Sahihi kabisa. Sisi kashangaa tunaenda kwa tunawatafuta hapo tukawakuta wako wote. Sema haina noma, sasa sisi tutafanyaje? Kama wakiwa wako wote, wewe utamshtua kwako na mimi nitamshtua kwangu, tutazungumza. Ndio ni shida. Mimi na hivi ndio. Kwa hiyo tukawatafute sasa hivi au ndio tunasambana kila mtu akamtafuta wakati. Yaani hapa mimi nadhani tusambane, kila mtu akatafuta wakati. Baada hapo mimi naweza kutabiti. Live na mimi nitafurahi sana kama ataenjoy. Pia mimi kijuma ataenjoy maana yule mtoto kwanza anayajua. Muone nani anayajua. Sema wewe tutashinda wapi? Babu tutafika mbali hapo tukianza hizo habari. Sasa mute au sio? Basi hauna noma. Haya bwana, kwa hiyo ndio tuligombana. Lakini mimi tumeongea na rafiki yangu je, kwamba kila mtu arudi kwa mtu wake. Kama mtu. Mimi ukweli nakupenda, najua tuko sana tu kidogo. Yaani mimi nahitaji rudi kama zamani bwana. Hebu achana na ile je, maana naye anarudi kwa mtu wake. Kama mtu mimi nahitaji bwana kutengeneza maisha na mambo yetu kama tulivyokuwa tumepanga mwaka. Kwa mwanaume wangu nisikiliza kwa makini ndio. Tena unielewe na utulize au masikio yako ukiwa unanisikiliza mimi. Kwa wewe umeenda kwa wanawake wengine huko wote ndio umeamua urudi tena kwangu. Au ndio ujinga mnaoshauriana na J4.
tena kwangu. Please. Sikutaki, sikupendi na sipo lazima kurudiana na wewe kabisa. Kama umeamua kutumia hivyo ili uje kwangu, kwamba sijui mmeongea na Jeff, mimi najua Jeff ananipenda sana. Yaani hana mapenzi ya uongo kama jinsi ulivyo na mapenzi ya uongo. Angalau sio kama umemdanganya binti wa watu kule na ni rafiki yangu yule. Alafu ukajisema kwamba urudi kwangu kwamba mimi nitakukubalia. Wewe, naomba tuheshimiane, mimi sio mwanamke wa hivyo sasa. Hebu sio hivyo bwana, naomba unielewe. Yaani ninachokwambia hicho ndio kuhakikishia, mimi nakupenda. Nimekwambia hivi haiwezekani mimi kuwa na wewe tena. Naomba usifanye. Haiwezekani kuwa na wewe tena. Na nisikie. Yaani mpaka nimekufuata ujue na akili timamu. Nadhani kuna kitu nakitafuta kwangu sasa. Utakipata na yote nenda kumwelezea J4. Usifanye. Bye bana, acha bana. Koma, naomba uniache. Mbona nifanyeje lakini hebu nielewe bwana wewe. Yay. Hivi ninachokiona hiki ni kweli ama naota? Kwani wewe unahisi unafanyaje? Mimi nahisi kama vile itakuwa nipo usingizini, yaani sioni kabisa. Maana haja yangu hawezi nifanyia hivi mimi. Bedina. Nadhani wewe ni mjinga. Kwani ndio unafanya? Jeff, unaniita mimi mjinga wewe? Leo mimi nimekuwa mjinga kwako, si ndio? Maana siku zote mimi nakupa mapenzi ya kweli, nakupenda kweli. Kumbe ndio unachokuwa unakiwaza kwenye akili yako siku zote. Eti mwanangu ndio unachokuwa unakiwaza kwangu, si ndio? Yaani mimi sikupendi hata kidogo. Bedina. Achana na huyu mwanaume. Nadhani sikupendi. Wajei! Jei! Jamani, vya wanaume wapoje jamani? Sisi wapendaje wanaume wakoje? Vile na mtu mimi nakuomba ukaondoka yani kama umefikiria, lakini kwa nini unanifanyia hivi? Unajua mimi pia nimekaa nimefikiria. Nimeamua tu nirudi tu kwako, sina namna. Yaani pale niliondoka kwa sababu tu nilikuwa nina hasira. Unajua kwenye haya mambo haya, mimi nimekaa nimefikiria. Nimeamua tu nirudi kwako tuendelee kuishi, maana haya mahusiano haya yana changamoto nyingi sana. Kila mtu hizo changamoto zinamkuta. Kwa maana yani nimekaa nimefikiria. Nimeamua tu nirudi tuendelee kuishi wote, maana haya mahusiano yana changamoto nyingi sana. Hizo changamoto kila mtu anazipitia. Kwa hiyo najua wote tulikoseana, kwa hapo inabidi tu tusameane. Kwa hiyo mimi nishakusamehe. Nimeamua tu nirudi kwako tuendelee kuishi pamoja. Kweli au unanitania? Yaani hiyo hapo ni kweli, nimeamua kurudi kwako tu tuendelee kuishi pamoja. Sababu nimeelewa hilo hapo. Maana basi kweli mimi nakupenda sana. Yaani kwa hilo hapo mimi lazima nikuelewe kwa sababu pia mimi nakupenda. Ila ile ilikuwa ni hasira tu. Kwa mambo mengine inabidi tu watu tunasameana kwa sababu hakuna binadamu mkamilifu. Naona kama tulivyoongea. Ya, mapenzi yanaendelea. Nyama. Sema unaelewa mimi na wewe. Sema nini? Fresh mwanangu. Mimi nimefurahi. Ni kweli mimi pia nimefurahi. Hasa ninavyoona mko wawili na sisi pia tukiwa wawili kama. Sema wanavyo ambavyo wapo kimya sasa. Ni kama hawajuani. Tunajuana. Mimi naamini upendo wa kweli hauishi mwanangu. Kwa fresh tutajua kama si ni marafiki najua nao ni marafiki. Kwa poa tutajua. Ya ngoja tu wajikute hapa waongee lakini wameshakuwa marafiki. Sasa nadhani tutajua mwana. Haina noma mwanangu. Maisha ya upendo na furaha na machozi yameandikwa ndani ya moyo wangu. Kuna nyakati za kicheko na nyakati za maumivu, nyakati za kupenda na nyakati za kuwa